na mwenyekiti wa serikali ya mtaa mzoefu kabisa ndani ya kata yetu ya Wazo miaka hiyo ya kutosha iliyopita. Tunakukaribisha. Tuko kwenye shughuli yetu maalum ya usomaji na uwasilishaji wa taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ndani ya kata ya Wazo kwa kipindi cha miaka mitano 2020-2025. Sasa ningeomba kabla sijawasilisha taarifa hii kwa muhtasari. Taarifa hii nimeiangalia kitabu. Kwa hiyo niombe Janet kwa idadi ya wajumbe halmashauri kuu waliopo ndani, kila mmoja anaweza kupata nakala moja. Kwa hiyo naomba msaidiane, kila mmoja apate nakala ya taarifa ya utekelezaji wa ilani. Maana yake itatusaidia tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu tuwe tumejua ni nini ambacho kimefanyika ndani ya kata ya Wazo kwa takwimu na kueleza wanawazo nini ambacho kimefanyika ndani ya kata ya Wazo. Yako mengi ambayo yamefanyika ndani ya kata ya Wazo. Kwenye kitabu tumeandika na yanajifafanua yenyewe. Moja, kwenye upande wa sekta ya elimu ndani ya kata ya Wazo kwa miaka mitano tumefanikiwa kujenga shule moja ya sekondari ambayo imekamilika na ina wanafunzi wanaendelea kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4. Tumejenga pale shule ya sekondari ya Songoro Mnyonge mtaa wa Kilima ya Juu, ambayo imesaidia sana kuondoa kero ya ukosefu wa sekondari kwa ukanda wa Sawasawa. Lakini wiki iliyopita tumepata fedha ya ujenzi wa shule nyingine ya sekondari ya pili itakayo na inayojengwa pale Sawasawa, ambayo inajulikana kama Sawasawa Sekondari. Ni shule ya ghorofa ambayo itasaidiana na Songoro Mnyonge kuhakikisha ya kwamba tunapunguza changamoto ya watoto na idadi ya watoto wengi kwenye shule yetu ya Songoro Mnyonge. Kwa upande wa shule za msingi tumeongeza shule za msingi 2. Shule ya msingi Kilima ya Juu, mtaa Kilima ya Juu, na shule ya msingi Twiga, mtaa wa Kisanga. Zina watoto wa kutosha, wanafunzi wako pale na wapo kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7. Lakini pia tumejenga shule nyingine ya msingi ya mchepuo wa Kiingereza inaitwa Josephat Gwajima Pre and Primary School English Medium. Watoto wako pale, umekamilika na wanaendelea kupata elimu. Tumejenga kwenye mtaa wa Malawi. Lakini tumeendelea kujenga madarasa kwenye kila shule ili kuondoa uhaba wa madarasa. Tumejenga vyoo, matundu ya kutosha ili watoto wetu waweze kupata utulivu wakati wa kujihifadhi. Kwa hiyo mambo mengi yamefanyika ndani ya kata ya Wazo. Kwenye upande wa kero ya maji, tulikuwa na changamoto kubwa ya maji kwenye mitaa ya Kisanga, Madale, Mfumoni, Nyakasangwe. Tumekamilisha mradi mkubwa ambapo Mheshimiwa Rais alipatia fedha zaidi ya bilioni 65. Mradi umekamilika na sasa hivi wananchi kwenye mitaa hiyo wanapata maji safi na salama, na kazi inayoendelea ni ya kuunganishia maji wananchi. Wananchi sasa hivi hawaendi tena kwenye vijito vya maji au mtoni kwenda kuhangaika kuchota maji. Nani kama Mama Samia? Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mradi huo mkubwa ambao umekamilika na umeondoa changamoto kubwa hiyo na kero kubwa ya maji kwa wananchi wa kata ya Wazo.
Tulikuwa na zahanati 3, lakini wananchi walikuwa na uhitaji wa kituo cha afya. Nashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba kwa kipindi cha miaka 5 tumekamilisha mradi mzuri wa kituo cha afya. Jengo la maabara limekamilika la kisasa pamoja na jengo la huduma za nje tunasema OPD. Na huduma imeanza, tuna madaktari, tuna manesi na huduma zote za kina mama wajawazito, watoto, wazee na watu wengine zinatolewa kwenye kituo chetu cha afya kilichojengwa kwenye mtaa wa Nyakasangwe. Kwa mwaka huu wa fedha tunategemea kuongeza majengo mengine kwenye kituo chetu cha afya. Majengo ya wodi ya wazazi ambayo yatajengwa kwa ghorofa, lakini pia tunakwenda kujenga theater kwa ajili ya upasuaji na mortuary kwa ajili ya kuhifadhi ndugu zetu ambao watakuwa wametangulia mbele za haki. Kwa hiyo hayo yatafanyika kwa kipindi cha miaka 5 inayokuja. Lakini pia tumekamilisha ujenzi wa mahakama ya mwanzo pale mtaa wa Nyakasangwe. Mahakama imezinduliwa mwezi Januari, tayari imeanza kutoa huduma, na mahakama ile imekuwa fursa na inakwenda kuwa fursa nzuri kwa wakazi wa Nyakasangwe, maeneo ya Nakalekwa, kwa sababu inakwenda kuhudumia kata 4: kata ya Mbezi Juu, kata ya Wazo hapa tulipo, kata ya Bunju pamoja na Mabwepande. Hao wote watakuwa wanakuja kwenye mahakama yetu ya Nyakasangwe ili waweze kuhudumiwa. Lakini pia kwenye kero ya miundombinu tumefanikiwa kupata mradi wa DMDP. Barabara 4 za kata ya Wazo zimeingizwa kwenye huo mradi kwa awamu hii ya pili, sehemu ya kwanza. Tuna barabara ya Mifumoni, tuna barabara ya Nyakasangwe, tuna barabara ya Umoja na ile ya Mboko inayoanzia Madale Mwisho. Zote zimeingia kwenye mradi wa DMDP. Tayari mkandarasi anayejenga barabara ya Mboko na Mifumoni ameshawasili kwenye kata yetu ya Wazo, ameshaanza kuandaa site yake, tumempa hilo eneo, ameshaanza maandalizi, na kinachoendelea ili aanze kazi rasmi, tuko kwenye mchakato sasa wa kuondoa mabomba ya maji kwenye barabara hizi, kuondoa kebo za mawasiliano za internet pamoja na nguzo za umeme ili waweze kuanza kazi. Kwa ufuatiliaji wa barabara ya Umoja pamoja na Nyakasangwe, nimeambiwa majadiliano ya mwisho yanaendelea. Kulikuwa kuna changamoto kidogo kati ya serikali na mkandarasi. Kwa hiyo majadiliano yanaendelea ili na yeye aweze kuingia kwenye hii barabara, iweze kuanza ujenzi wake, barabara ya Umoja pamoja na barabara ya Nyakasangwe. Kwa hiyo ni matumaini yangu ya kwamba kwa kipindi kifupi kinachokuja barabara hizi zote wakandarasi watakuwa wako site na ujenzi utaanza. Lakini tuna mradi wa DMDP unaokuja ambao najua huo utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 inayokuja. Zipo barabara tumezijadili na tumeziingiza kwenye mradi wa DMDP ambazo zenyewe zinasubiria waanze ujenzi wa DMDP hizi barabara 4, alafu tuje kuingia kwenye barabara zingine. Barabara ya IPTL kwenda Kilimahewa Juu na yenyewe tumeingiza kwenye mradi wa DMDP. Nimeambiwa mpaka mwezi wa 9 wa 10 wakandarasi wa shauri watakuja kutembelea kuandaa makabrasha ili watangaze tena na zile barabara zijengwe. Lakini pia kuna barabara, mtandao wa barabara tumeuita RTD2. RTD2 inaunganisha ile barabara maarufu ya Salasala Magengeni upande wa Salasala RTD pamoja na barabara zote zinazogusa sehemu kubwa ya mtaa wa Kilimahewa, ikiwemo barabara za Kuzilili, ikiwemo barabara
ninashukuru ya kwamba katika mitaa mingine yote 8 ya kata ya Wazo wananchi wanapata fedha za mradi wa TASAF. Wale ambao wamekidhi vigezo wanahudumiwa, wengine wanapewa hela za miradi, wanasaidiwa, hasa zile kaya ambazo ni maskini. Na mradi huu ulikuwa ufikie mwisho, lakini sasa serikali kwa kubaliana na Benki ya Dunia wameongeza muda wa mkataba wa utoaji wa hizi fedha. Kwa hiyo ni mategemeo yangu ya kwamba kwa miaka mingine mitano inayokuja, wananchi wale ambao tunawafahamu wanaishi kwenye mazingira magumu, kaya zile maskini, wanakwenda kuendelea kuhudumiwa kwenye mradi wa TASAF, na ninaamini jitihada zitaendelea ili wananchi wengi waweze kuhudumiwa na fedha za TASAF kwa ajili ya kuwasaidia kwenye maisha yao ya kila siku. Lakini pia ndani ya hii miaka mitano tumeshughulika na utoaji wa mikopo kwa vikundi vingi vya kutosha vimepata. Kwenye kitabu hapo tumeonyesha kwa takwimu, lakini kuna wakati utaratibu wa utoaji wa mikopo kwa umesitishwa kwa sababu ya udanganyifu uliokuwepo. Kwa hiyo wakasema turekebishe kanuni na taratibu ili tuje na kanuni mpya za utoaji wa hii mikopo. Ni kweli wakarekebisha kanuni zimesharekebishwa, na tayari hivi ninavyoongea bachi ya kwanza ya mikopo mipya baada ya kanuni mpya kurekebishwa tayari imekwisha kutoka. Kwenye wilaya ya Kinondoni, kata ya Wazo, tumepata mikopo tena ya vikundi zaidi ya 16 na wilaya wanaelezwa fedha. Ndiyo kata ambayo imeongoza kwa idadi, na nilikuwa naongea na mama maendeleo nikamwambia katika pita yangu moja ya changamoto ambayo nimekutana nayo ni wananchi wengi hawajajua utaratibu mpya wa utoaji wa mikopo, wanafanyaje wapate mikopo. Sasa nimemuomba na nimemwambia Ijumaa tutakuwa na zoezi hilo, tutawaalika wananchi mbalimbali waje kwenye ukumbi, ataandaa mada maalum yeye pamoja na wataalamu kutoka wilayani, wananchi waje. Lakini pia tutakuwa tuna tukio maalum la kukabidhi mikopo hiyo kwa vikundi hivyo 16. Atatoa elimu kwa wananchi wa kata ya Wazo nini wafanye kwa utaratibu mpya ili waweze kupata mikopo. Kwa hiyo niwaombe viongozi, sisi kama chama ni wadau wakubwa wa jambo hili, waheshimiwa mabalozi kule wa nyumba 10 na wajumbe wao, viongozi wetu wa jumuiya ya vijana ambao inawagusa UWT pamoja na wazazi, niwaombe tutakuwa na tukio hilo siku ya Ijumaa kuanzia saa 5. Tumeliandaa kama serikali na litafanyika kwenye huu ukumbi ili wananchi wengi tuwape elimu namna gani watapata mikopo. Na bahati nzuri wakiwa na hiyo elimu, sasa hivi ni mfumo na taratibu zimekuja vizuri. Kwa hiyo nina uhakika kwa wale ambao watapata elimu nzuri na wakawa na mradi mzuri, basi wananchi wengi watapata msaada wa mkopo usio na riba kwa ajili ya kuwasaidia kwenye shughuli zao mbalimbali za kiuchumi. Kwa hiyo naombeni tutoe taarifa hizo, wajulisheni wananchi mbalimbali, mabalozi, bila kujali itikadi zao, ili waje washuhudie ya kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia iliahidi mikopo, ilisitisha kwa muda, lakini sasa dirisha limefunguliwa na mikopo inaendelea kutolewa ili kwa pamoja tuendelee kunufaika na fursa tulizonazo. Nani kama Mama Samia? Ndugu zangu, mengi nimeeleza kwenye kitabu na najua mtapata muda wa kusoma, na hata tunapokwenda kwenye kampeni tutawaeleza wananchi mengi yaliyofanyika. Tumekamilisha mradi wa soko pale Kivumoni, soko limekamilika. Wananchi walikuwa wanahitaji sana soko limekamilika. Kwa hiyo miradi mingi imefanyika ndani ya kata ya Wazo na kitabu hichi kinajieleza. Lakini katika bajeti inayokuja ya 25-26 tunategemea mambo yafuatayo yafanyike ndani ya kata ya Wazo. Moja, tumepitisha kuanza ujenzi wa shule nyingine mpya ya msingi itakayojengwa mtaa wa Nyakasangwe, eneo la Nakalekwa Kasaro. Wanakwenda kupata shule yao ya msingi. Lengo tutaki watoto wa Kasaro na Nakalekwa na maeneo ya jirani watembee mwendo mrefu kwenda kule Msigani. Tunataka wapate shule yao
tusaidiane naye kuhakikisha kwamba haya yanasimamiwa vizuri ndani ya kata ya Wazo, pamoja na mambo mazuri sana ambayo yamefanyika ndani ya kata ya Wazo, lakini bado kuna changamoto kadhaa na tunahitaji kuendelea kuunganisha nguvu kumalizia pale tuliposalia. Moja, mkakati mkubwa na jitihada kubwa zitakuwa ni kuanza ujenzi wa kituo cha afya Kilimahewa. Eneo lipo, hati imeshapatikana, michoro imeshakamilika. Nitamkabidhi diwani anayekuja tuanze mchaka wa ujenzi wa kituo cha afya Kilimahewa, ambacho kituo hicho kitahudumia sana wananchi wa Salasala, Kilimahewa pamoja na Kilimahewa juu. Lakini tutaendelea na jitihada na kuhakikisha tunapata zahanati nyingine mtaa wa Mivumoni. Tayari eneo lipo, tumelilinda na wananchi wa Mivumoni wamekuwa wanahitaji zahanati. Kwa hiyo tutahakikisha ya kwamba Mivumoni wapate zahanati yao ili zile huduma za msingi waweze kuzipata ndani ya eneo lao. Lakini pia kutakuwa na jitihada za ujenzi wa miradi ya barabara niliyotaja. DMDP awamu ya pili sehemu ya pili. Nimetaja hizo barabara, jitihada kubwa itaendelea ili na zenyewe ziweze kujengwa. Tutaendelea na jitihada za kumalizia barabara ya Kizuri Afrikana ili ifike mpaka Kizuri kwa kiwango cha lami. Lakini pia tutaendelea kuboresha utoaji wa huduma mbalimbali kwenye zahanati zetu na vituo vya afya. Lakini pia tutaendelea na zoezi la uwasilishaji na upimaji wa ardhi ili kuondoa migogoro. Moja ya migogoro ambayo itaendelea kushughulikiwa ni mgogoro wa Kazaroho kule Nyakasangwe. Hapa nilikuwa nasoma ripoti, naambiwa wenye mashamba wameenda mahakamani tena, na nilikuwa natumiwa summons hapa na wananchi wa kule Kazaroho. Kwa hiyo bado ule mgogoro upo, lakini naamini kwa miaka hii mitano leo kule tutaumaliza. Lakini pia bado tuna mgogoro pale cha Tembo, cha Simba na cha Chui, mgogoro kati ya wananchi wa pale na kiwanda. Kuna mahali tumefika, mkuu wa mkoa aliunda tume yake na sisi kama viongozi tukatoa msimamo wetu kutokana na makubaliano ya awali. Kwa hiyo ninaamini basi uongozi unaokuja tutalisimamia jambo hili kwa nguvu kubwa kuhakikisha ya kwamba tunamaliza mgogoro huu na wananchi waweze kuishi kwa amani na mambo yaende kama walivyokuwa wamekubaliana. Msimamo wetu ni kwamba makubaliano ya awali yaheshimiwe, wananchi waweze kuishi kwa amani. La mwisho ni shukrani. Ndugu zangu, nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa namna ambavyo tumeshirikiana. Niwapongeze viongozi wenzangu wa halmashauri kuu. Naomba tujipigie makofi kwa kazi nzuri ambayo tumefanya. Utekelezaji huu wa ilani sio kazi ya mtu mmoja. Ilani hii na kwa mtu yoyote mwenye akili timamu, ukimpa asome kitabu hiki, asipokichagua Chama cha Mapinduzi, ana matatizo yake. Uongo kweli? Kama kuna mtu atakuwa bado anakilaumu chama kwa yaliyofanyika na ukampa asome kitabu, na nilitumia muda wangu wa kutosha na wataalamu wangu pale, naomba tupigie makofi wale watendaji wangu pale. Kuandaa kitabu hiki ili iwe reference tunapokwenda kwenye uchaguzi. Na ndio maana nimeweka picha, sio maneno. Tulioahidi tumeyatekeleza na yote mnayaona. Na kama kutakuwa kuna mtu anabisha kwa macho, basi mpeleke akaone nini ambacho kimefanyika ndani ya kata ya Wazo. Ni imani yangu tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, kwenye kampeni. Mimi binafsi sina wasiwasi. Ninakwenda kifua mbele na nikasimama jukwani kuinadi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi na kunadi mgombea wa udiwani na kuelezea nini ambacho kimefanyika kwa miaka mitano. Ni uhakika ya kwamba wananchi wa Wazo watachagua Chama cha Mapinduzi kwa ushindi wa kishindo. Hilo sina wasiwasi nalo. Niwashukuruni wote viongozi wenzangu wa kamati ya siasa halmashauri kuu kwa mawazo, kwa michango, kwa maoni yenu ambayo yamefanikisha kutekeleza ilani hii. Niwashukuru sana watendaji wangu wa kata. Ndugu yangu Sylvester Antonio, kwa niaba ya watendaji wote, mimi nawashukuru sana. Walimu wakuu, maafisa wangu ugani pale kata, wote tumeshirikiana. Watendaji wangu wa kata wa mitaa tumekuwa kitu kimoja. Lakini niwashukuru sana wenye viti wangu wa mitaa. Ndugu zangu, nawashukuru sana. Na ndio maana kwa sababu ya kazi nzuri iliyofanyika
wale atakayekuja mpeni ushirikiano wa asilimia zaidi ya 100. Tutekeleze yale nyingine yanayokuja yenye kurasa. Mpeni ushirikiano, hakikisheni tunatekeleza mengine mengi yaliyosalia. Na kwenye kitabu hiki na maandiko ambayo nimewasilisha huko juu, nimeeleza ni nini ambacho kinapaswa kutekelezwa ndani ya miaka 5. La kipekee kabisa. Mheshimiwa Grace, tunaomba usimame dada. Wakati kubwa na kazi ambayo tumefanya pamoja, umenisaidia sana. Kwa nafasi yako kama diwani wa viti maalum unaotokea wilaya ya Kinondoni, na kumbuka kwenye vikao mara zote vya baraza ulikuwa unasimama kuitetea kata ya Wazo. Pale ambapo mimi nilikuwa busy wakati mwingine shughuli zangu za uwakili, nikikuomba ulikuwa unakwenda kwenye vikao. Unajua wapi pa kwenda, upite wapi, pambane namna gani, si ngeni wa shughuli hizi. Mimi nakushukuru kwa kazi kubwa na nzuri, na nikutakia kila la heri kwa mambo ulionayo, na bado ni binti mdogo, uendelee kupambana, na kutakia kila la heri na asante sana. Lakini si kwa umuhimu. La mwisho lakini si kwa umuhimu. Napenda kuwashukuru sana. Miaka yangu 5 ya uongozi kama diwani wa kata hii ya Wazo, niseme wazi mbele ya mbingu na ardhi, ninaachia udiwani nikiwa na amani tele na furaha tele ndani ya moyo wangu ya kwamba kazi niliyopewa nimeitendea haki ndani ya kata ya Wazo. Kila ninapokaa na kusoma kitabu hiki, kila ninapokumbuka poli na poli niliyopita, kila ninapokumbuka miradi mingi niliyopambana nayo kwa ajili ya maslahi ya kata ya Wazo, nina imani kubwa ya kwamba wanawazo yale niliyofanya pamoja na nyinyi kwangu ni ibada tosha, na ninazo baraka zenu niondoke kwa amani kwenye nafasi ya nyumbani. Lakini watu wanasema mwisho wa safari moja mwanzo wa safari nyingine. Mwisho wa safari moja mwanzo wa safari nyingine. Yale tuliyoyafanya kwa miaka 5 ndani ya kata ya Wazo, kuna sehemu, kuna mahali mipango ya mwanadamu kudra za Mwenyezi Mungu. Lakini kama kukiwa na kudra za Mwenyezi Mungu, kuna mahali nataka nikaonyeshe nini maana ya uongozi na mabadiliko mengine makubwa. Ndugu zangu wa halmashauri kuu, nitakuwa sikosei. Ninyi ndugu zangu, nimefanya kazi pamoja na nyinyi, na bado nina nguvu ya kufanya kazi tena zaidi wakati nitakapombeleza Mwenyezi Mungu. Bado nguvu ninayo, na ninaona kifua kinachemka, na ninatamani hata kesho tuanze mikutano ya hadhara nikaungurume. Bado na nguvu kweli kweli. Kwa yaliyotokea ndani ya jimbo la Kawe, nimejitathmini, nimejikagua, nimewaza na kuwazua. Ndugu zangu wanawaza na kwenda kugombea ubunge jimbo la Kawe. Ninajua wapi tulipoishia, najua wapi tunapotaka kwenda. Mungu akijalia nikiangalia hicho kitu, mcheza kwao utunzwa. Na wahenga wakasema mtakaa kwao mtumwa. Na wengine wakaongezea wakasema kwa Kisukuma, charity begins at home. Niwahakikishie mkiniunga mkono, na kama ninyi mtaniunga mkono, angalia
nina uhakika nina future kubwa mbele yangu ya uongozi wa hili taifa kwa sababu ya msingi iliyowekewa ndani ya kata ya Wazo. Sitawasahau ndugu zangu, na washukuruni na watakieni kila laheri, na Mwenyezi Mungu awape mahitaji ya mioyo yenu. Asanteni kwa kusikiliza.